Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo nataka nikufundishe mbinu fupi sana, maombi mafupi sana, lakini maombi haya yanaweza kukuvusha kwenye usaili. Unakwenda kwenye interview ama unakwenda mahali ambapo unahitajika kwenda kujielezea. Maombi haya yatakusaidia sana. Sasa fungua Biblia yako, kaa nayo standby. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 33. Wewe soma tu sura ya 33 yote. Ninapenda kusema hivyo ili uelewe. Lakini mimi ninakufundisha sura ile ya 33 aya ya 14 na aya ya 15. Musa alikuwa anapewa maelekezo ya kuwaongoza wana wa Israeli. Lakini Musa alikuwa kama ni mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa, yani haelewi ataenda na nani, itakuwaje. Musa, kumbuka, alikuwa mtu ambaye hajui kusema vizuri, kwa hiyo Musa alichanganyikiwa. Lakini wakati Musa anajiuliza maswali haya yote, Mungu alikuwa anamjibu. Ukisoma ile aya 12 anasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe ukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Naomba niishie hapa. Musa anamuuliza Mungu, unaniambia nichukue watu hawa, unanituma na nani? Yaani Musa haamini kama peke yake anaweza. Na wewe hivyo hivyo unajiuliza, kwenye usaili huu, kwenye interview hii minaenda, itakuwaje? Itakuwaje? Sasa Mungu anamjibu Musa jibu jepesi lenye nguvu. Anamwambia aya 14, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Zingatia hilo. Mungu anamwambia Musa kwamba uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Na wewe unapotaka kwenda kwenye jambo lolote, usiende wewe na sura yako. Usikubali. Yaani piga magoti, mueleze Mungu kwa kipindi kifupi kabisa, Baba, kuna mahali nakwenda. Yesu, kuna mahali nakwenda, pale peke yangu siwezi. Naomba uso wako uende na mimi, kwa sababu ninajua kabisa Bwana, uso wako ukienda na mimi, kila kitu kitakwenda sawa sawa. Ndio raha ambayo Musa anaambiwa. Lakini Musa kwa uwerevu wa hali ya juu sana, kumbuka Mungu anamwahidi Musa kwamba uso wangu utakwenda pamoja nawe. Anajibiwa hivi baada ya Musa kujiuliza ataenda na nani. Mungu anamwambia uso wangu utakwenda pamoja nawe. Sikiliza Musa alichomwambia Mungu. Anamwambia hivi kwenye aya 15, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usinichukue kutoka hapa. Yaani Musa anaelewa ya kwamba mimi peke yangu siwezi, bila Mungu siwezi. Yaani Mungu ndio ameniahidi kwamba uso wake utaenda na mimi hapa bila yeye sitoki. Anamaanisha ya kwamba ametambua ya kwamba kwenda na Mungu ni jambo la muhimu kuliko jambo lingine lolote. Sikiliza, Bwana anakuambia, inawezekana unaenda mahali kwenye interview ina watu 5,000 kati ya watu 50 tu wanaotakiwa. Uso wa Bwana ukienda na wewe, haijalishi hapo walikuwa watu 5,000, jina lako litaonekana. Watake wasitake, jina lako wataliona, kwa sababu ukwenda wewe, umekwenda na Mungu mwenyewe. Ukwenda wewe, umekwenda na Yesu. Usipuuzie neno hili. Nimekufundisha vizuri kabisa. Nimekuambia ni sala fupi sana, lakini itakuvusha. Unaitwa mahali ukajielezee. Unaitwa mahali kuna mashtaka. Unaitwa mahali unatakiwa useme watu wakusikie. Yaani hapo ndipo panaenda kuamua maisha yako, kama kufanikiwa ama kuharibikiwa. Usiende peke yako. Yaani hata kama mazingira ni magumu, sema hata kimya kimya kwamba Mungu, siende peke yangu. Yesu, usiniache niende peke yangu. Naomba niende na wewe, ili ukapate kuonekana na jina lako likapate kutukuzwa na kila mmoja. Shalom shalom.
Mungu akubariki kwa kufuatilia mafundisho haya mafupi kabisa, lakini yatakufikisha mahali siku moja na utasema kweli neno la Mungu hakuna kubwa wala dogo, yote yanaweza kubalansi na yakamvusha mtu katika viwango ambavyo visivyo vya kawaida. Bye bye.